Hivi jamani, siku hizi ni mimi tu ndo naona hivi ama ndo hali ilipofikia huko? Siku hizi naona kama usaliti umekuwa ni jambo la kawaida. Yaani kama watu hawastuki tena na swala zima la usaliti. Yaani unakuta mtu anataka kutafuta mwalimu, mimi na mwanaume wangu bwana, yeye ananisaliti sana. Kila siku namfumania lakini hataki kuacha. Sijui nifanye nini. Yaani usaliti siku hizi umekuwa ustui kabisa. Mwanaume siku hizi naye pia anasalitiwa na mwanamke na ni kitu cha kawaida ambacho yaani mpaka watu washajijengea kitabia chao fulani hivi kwamba ninafanya nitaomba msamaha ataisha. Yaani ishakuwa ni sehemu tu ya makosa. Yaani kama nilivyosema binadamu hajakamilika, yani ni sehemu tu kwamba tujakamilika. Yaani imekuwa kama kawaida au mimi naona vibaya? Sasa mimi nataka leo nikwambie kitu kimoja kikubwa sana. Moja ya jambo kubwa sana leo nitaenda kukwambia ambalo utaanza kuwa aware na usaliti katika mahusiano. Sawa? Karibu sana kwa Mbeki Crispin. Hii ni Mbeki TV. Watu wengi wanalilia heshima katika mahusiano. Na heshima wanaikategorize katika maeneo mengi tu. Anisikilize, anitii, anifanyie mambo mazuri na kadhalika. Sasa usaliti imekuwa ni miongoni pia ya watu wanasema mimi sipendi mtu msaliti. Lakini huyu mtu atakaposalitiwa atasamehe kwa sababu ameombwa radhi. Anaamini msamaha ndio heshima. Amenomba msamaha, kila siku ananipigia simu, kila siku ananitafuta, kaja kanipigia ni magoti, kanipigia. Nikwambie kitu kimoja. Hakuna kitu cha dharau. Hakuna kitu kitakachoshusha heshima yako ama kitachoashiria hauheshimiki na hauheshimiwi kama usaliti. Mtu atakaye kusaliti, sikufundisha umwache, maamuzi atakabaki kwako, lakini ukweli ni kwamba huyo mtu kakupeleka viwango vya juu sana vya kukudharau. Yaani moja ya dharau ya kiwango cha juu isiyokuwa na mbadala ni usaliti. Yaani haijalishi atakuja kukaa mlangoni kwako kuomba radhi. Msaliti ni mtu mbaya sana. Sasa nataka watu warudi nyuma, waanze kuona hiki kitu ni cha msingi sana, kwa sababu ukiwa na msaliti katika ndoa yako, katika mahusiano yako, huyo sio mtu wa kumwamini. Nafahamu jeshini, tazama usaliti jinsi ulivyokuwa mbaya. Jeshini hawahitaji mtu msaliti. Ukigundulika msaliti hata kuuliwa unauliwa. Serikalini hawahitaji mtu msaliti. Ukigundulika msaliti unatolewa mara moja. Ofisini hawahitaji mtu msaliti. Msaliti kwenye kila sekta hahitajiki. Why? Kwenye mahusiano anahitajika. Once ni msaliti, always ni msaliti. Sijafunga milango ya kusema wanaweza wakarekebishika, lakini sio lazima arekebishike akiwa na wewe ama akiwa kwako. Inaweza ikawa kwako ama kumwacha kwako ndo kumempa fundisho la kwenda kurekebishika kwa mtu mwingine. Na hiyo ndo kasumba inayotokea katika usaliti. Mara nyingi mtu anayekusaliti wewe ukamsamehe, ni rahisi kukusaliti tena, kwa sababu tayari inakuwa kama rhythm, kama repetitions. Anarudia kitu ambacho ana uzoefu nacho. Anasema okay, alinisamehe, hata nisamehe. Tofauti na kwamba akikusaliti wewe ukamwacha, ni ngumu kwenda kumsaliti mwingine, kwa sababu atakumbuka kwamba okay, nikisaliti na huku nitaachwa. Lakini usaliti unaendelea kwa sababu ni kitu tulichokifuga na tulichoamua tukione ni kitu kidogo sana. Imefika hatua mtu sasa hivi anasema mwache, atafanya, kila mtu ana muda wake, afanye kwa muda wake, na mimi nikiwa na muda wangu atakuja kwangu. Yaani imefika hatua mpaka yule msaliti mnamuacha, mnagombana nyinyi mnayesalitiwa. Unakuta wanawake wanapigana, wanampigania mwanaume. Yaani kuna ugomvi mmoja nisheku, na hii nimekuja kwa sababu ugomvi huu, yaani nimeshuhudia ugomvi mmoja wa ajabu sana. Sehemu watu wanashinda kufanya kazi, maana ofisi moja wanashinda kufanya kazi vizuri, kisa wanatembea na mwanaume mmoja. Na kwa ujinga wao, kwa sababu wamegundua wanatembea na mwanaume mmoja, eti ndo hawataki kumwacha kwa sababu wanataka kushindana nani atabaki naye, nani ana mwendo vizuri. Yaani wanataka kurushana roho kupitia yule mwanaume. Ilifika tu mpaka wanataka kukujana mashati. Sasa mimi niliwaambia hivi, kati yenu nyinyi wote watatu nani mbaya hapa?
Mbaya ni mwanaume anawachanganyeni nyinyi watatu, kwa sababu wewe solo mtongozea huyu, wala wewe solo mtongozea. Nyinyi mmekuja mmetongozwa na mwanaume mmoja ambaye mwanaume kakudanganya wewe, uko peke yako na kamdanganya yuko. Kwa nyinyi wote mmedanganywa. Kwa nini mgombane wenyewe wakati mmedanganywa na mtu mmoja? Kwa nini nguvu zenu zisiwe kwa mtu mmoja? Kama mnaona kupigana ni rahisi, kampigeni nyinyi wote, jikusanyeni kampigeni yeye. Kama unaona kupigana sio kitu chenye hekima, basi fanyeni maamuzi sahihi, msifanye maamuzi atakayoumiza tena nyinyi. Yaani nyinyi ndio mmesalitiwa, nyinyi ndio mnapigana muumizane tena, nyinyi ndio mnarushana tena roho. Ni kasumba kubwa. Wanawake wanagombania mwanaume, wanaume wanagombania mwanamke, ni mwanamke mmoja, nyinyi wawili. Mbaya ni huyo mwanamke aliowachanganyeni nyinyi wawili. Kwa nini mpigane wenyewe? Kisa wanataka kuangalia nani atabaki. Ataondoka yeye hapa. Mimi ukiweza na uweza, mimi umeweza na uweza. Huyu mwanaume anazidi kuonga na mwanaume wako anazidi kupeleka moto, ili uangalie mwanamke atabaki kwa nani. Kwa nini unakaa katika hiyo roho? Kwa nini unakaa katika hiyo laana? Hebu ifike hatua tuanze kujithamini. Unajua wakati mwingine kujionea huruma kwenye mambo ya kipuuzi ndio upuuzi kweli kweli. Yaani unajua mimi kwa sababu nikimwacha najisikia vibaya. Unajisikia vibaya. Sasa unajisikia vizuri anapokusaliti? Unajisikia vizuri anapokuletea aibu katika mtaa wako? Anapokuletea aibu katika familia yako? Ushawahi kufikiria unataka kuwa mtu wa aina namna gani? Yaani wewe unafikiria mambo makubwa, unafikiria wewe mtu wa kuheshimiwa, unafikiria uwe mtu ambaye watu wanakupenda. Then mkeo awe huyo, mumeo awe huyo. Nataka ifike hatua tunapofikiria kuingia katika mahusiano, tufikirie not for fun, tufikirie for future. Tufikirie kwa mawazo chanya na kwa upana zaidi. Mahusiano is not fun. Watu wanajiua, watu wanauliwa. Nimeona kesi watu wanagombania mwanaume wameuana. Nimeona kesi watu wanagombania mwanamke wameuana. Kwa nini unaingia katika hiyo kasumba? Nimeona watu wanakuwa machizi. Yaani wewe unajifanya unajua kutembea na mume wa mtu. Watu hawawezi kukupiga, watu hawawezi kupambana na wewe hadharani. Watu wananyamaza tu, wanaenda kumshtakia Mungu. Wapo wadada kibao ukiuliza nini mume wa mtu. Wapo washikaji kibao ukiulizwa nini mke wa mtu. Yupo mshikaji mmoja, mshikaji kabisa, walikuwa mtaa. Yeye anavaa nguo za kike tu na mapochi. Sasa hivi naona ndio chizo wake umechanganya, anabeba mipochi, minguo ya kike anaivaa kibao, michafu chafu ile. Yaani kaenda akalogwa na mume wa mtu kuwa kama mwanamke. Ya nini unajiingiza katika hiyo misiba? Leo hii watu wengi wanalalamika maisha hayaendi. Maisha hayaendi, kuna mambo mengi. Kuna watu unatembea na wanaume zao, kuna watu unatembea na wanawake zao, kuna watu unalala nao wana roho chafu. Mwanaume anatembea na kila mwanamke, ndio nilisinje kusema tendo la ndoa ni tendo la kiroho. Tendo la ndoa ni tendo la kiroho. Unapoenda kushiriki tendo la ndoa na mtu ni kama mnashiriki kwa nafsi. Unaweza ukashangaa unabeba uchafu wake, nuksi zake unazichukua. Unaona maisha hayaendi tu. Ndoa haziishi migogoro. Unashangaa migogoro mbona katika ndoa haishi, kumbe ni nuksi tu mumeo anazibeba anazileta ndani. Nuksi tu mkeo anazibeba anazileta ndani. Nuksi zinakuja kwenye biashara, biashara haikai, maisha hayaendi, malengo hayatimii. Unasema Mungu nakukosea wapi? Kumbe wewe tu mwenyewe na umalaya. Kwa wakati mwingine kujali maisha yako sio tu kujali ili ufanye kazi kwa bidii, usome kwa bidii. Wakati mwingine jali hata mwenza unayemchagua wa maisha, kwa sababu kama tunaamini maisha ndio kitu pekee tunachokijali, ndio kitu chenye thamani, basi ndoa ni nusu ya maisha. Kwa Waislamu wanasema ndoa ni nusu ya dini. Kwa Wakristo ndoa ni agano, alivunjwi kabisa kule. Kwa ndoa ni nusu ya maisha. Yaani unasema unapomuoa mtu ama unapokuwa na mtu katika mahusiano, maana yake mmegawana nusu ya nusu. Maisha yako wewe na ya kwake ndio yako, yake ndio yako, yako ndio yake. Kwa nini unachagua mtu msaliti katika maisha yako? Kwa hiyo kuwa na mtu msaliti, athari utakayoipata
ni laana za majanaba yake na mikosi yake anayoibeba kwa watu wengine anakuletea na wewe. Ni kujiweka katika hatari ya kufanywa vitendo vibaya na maawala zake na michepuko yake, kulogwa ama kupigwa ama kufanywa tu figisu. Wapo watu wamefukuzwa hadi kazi tu kwa sababu tu mtu kagundua anatembea na mwanaume wangu ama anatembea na mke wangu. Unafukuzwa kazi kwa sababu ya mapenzi ya kugombania mwanaume ama mwanamke. Unajitoa leo unaenda kupigana hadi unapasuliwa chupa kwa kugombania mwanaume au mwanamke. Alafu baada ya siku mbili mwanaume kakuacha. Unakuwa chizi kwa kulogwa na mwanaume na mwanamke na mke wa mtu au mume wa mtu. Alafu baadaye mwanaume anaendelea maisha yake, wewe umeshakuwa chizi. Lazima turudi kule kule. Tafuta ama sifa nyingine kubwa ya mtu wa kuwa naye ni muaminifu. Uaminifu is a key. Uaminifu ndio funguo. Yani ifanye iwe kipaumbele katika mahusiano yako, kwa sababu itakuokoa na mambo mengi sana. Leo hii unaingia katika ndoa na mtu ama unaingia katika mahusiano na mtu haumuamini, ila tu basi moyo wako unaona utafanyaje, unakuwa naye. Yani unaingia katika mahusiano na mtu ama na mwanamke ambaye unajua kabisa akikaa katika chumba kimoja na mwanaume atoboi, lazima ago. Unaingia katika mahusiano na mwanaume unajua kabisa akikaa katika chumba kimoja na mwanamke lazima wagongane. Sio chumba kimoja na maanisha wajifungie, hiyo kujifungia kwa hatari nyingine. Lakini unaona kabisa kwamba pale ofisini, kwa jinsi ninavyomjua mwanaume wangu, lazima ataongoza wanawake pale. Na wote ni kweli atawatongoza wanawake wengi sana pale ofisini. Sasa unakuwa na mwanaume wa namna hiyo ambaye hujiamini, akiwa ofisini unajua bisa tayari ukaenda kuwaweka. Akitoka out unajua yule arudi peke yake, leo lazima kalole na mwanamume mwingine. Unalala kwenu, usingizi upate, mara umeamka umeenda kwa mwanaume kuangalia kalala peke yake, umeenda kwa mwanamke kumwangalia kalala peke yake, mara usiku unajizungusha kwa mwanamke kuangalia aje katoka leo hajatoka, leo kavaje. Kwa nini uishi kwa huo wasiwasi? Lakini uaminifu utakufanya umwamini mke wako atakapokuwa nchi za watu, mke wako atakapokuwa mikoa mingine, mke wako atakapokuwa mbali na wewe. Yani uaminifu utakufanya umwamini mtu hata ukiwa naye mbali. Maana watu wanakaa nyumba moja na waaminiani. Sasa vipi huyu mtu akienda mbali? Kwa uaminifu ndio utakupa utulivu sahihi katika ndoa yako. Ndio utakupa utulivu sahihi katika mahusiano yako. Nataka kuanzia leo usaliti usiwe jambo la kawaida tena. Sikuamulii umwache mwanaume ama umwache mwanamke, narudia tena, lakini jiwekee mipaka. Dalili ama tendo la usaliti usilichukulie poa. Mtu anakusaliti mara ya kwanza, anakusaliti mara pili, anakusaliti mara yani anakusaliti tu. Imefika tu mpaka umeona bora sawa tu yeye endelee kufanya tu, lakini asiniache. Mtu anakusaliti na unamuomba msamaha wewe, inafika tu hadi hiyo. Bado ukae ukatafakari wewe upo sawa. Kwa sababu kiukweli unajitakia mazuri, lakini why upo sehemu mbaya? Manake haupo sawa, una tatizo la afya ya akili. Lazima utafute msaada, usaidiwe. Kwa hiyo mimi leo nimekuja kukuambia tu hicho kitu, sije kukufundisha jambo lolote. Leo nimekuja kukuambia hii hali ya watu kuchukulia poa swala zima la usaliti ni hali mbaya sana. Ni dalili mbaya sana. Itawapoteza watu wengi sana. Leo hii dunia tunaiona inavyoenda ovyo hii ni kwa sababu ya watu wameurasimisha usaliti. Uko na mwanamke wako. Kwa nini unamruhusu mwanamke wako anavaa vimini, sio vinguo vifupi, viuchi, anatoka huko nje? Wewe unatakiwa kumuona ili akuvutie, upo ndani ama upo kwingine. Yeye huko anapoenda uchi na vichupi vinaonekana, anataka kwenda kumvutia nani? Anataka kwenda kumuonyesha nani? Lakini leo unaona kuna wanawake wamevaa pete za ndoa, pete za uchumba, wanatembea nusu uchi. Lengo ni kuvutia tu wanaume. Hiyo ni ukweli, tusikatae. Uwezi kuniambia umevaa kimini, si umevaa kinguo, maziwa umeyatunisha hapa mbele kisa eti mwanamke mwenzako akuone. No, unafanya hivyo ndio naita kupendeza. Watu waone maziwa yalivyokaa, watu waone tako lako lilivyokaa, watu waone miguu. Na huyu ana mapenzi, ana mahusiano. Kwa nini mwanaume unamruhusu mke wako aende hivyo mbele za watu huko? Kwa hiyo lazima tuanzie kutokea nyumbani. Leo una mke wako, jiwekeni misingi ya kuzuia hiyo mianya ya kutengeneza usaliti. Mke wangu unapenda ujistiri, mume wangu unapenda ujistiri. Kuna mipaka mume wangu, no matter sikuoni malaya, lakini kuna mipaka sitaki uivuke. Sitaki mazoea na wanawake sana. Sitaki. Unajua kuna vitu vingine mtu unaona kama ni ushamba kuvifanya, lakini vinasaidia.
Kama mwanamke hauna mpango naye, yani mzoeane sana. Kuna urafiki wa mwanamke na mwanamume. Tumeshuhudia mambo mengi, tumeshuhudia ndoa nyingi sana za mtu na best friend wake. Ukiuliza mwanamke anasema huyu alikuwa rafiki yangu tu karibu, lakini tukaja tukapendana. Mwanaume anakuambia yule alikuwa rafiki yangu tu tukaja tukapendana. Hao marafiki baadaye wanakuwa wamezao. Hao marafiki baadaye wanakuwa vipozeo vyao. Kwa kuna muda kama sio lazima kuwa na marafiki wa kike. Sio lazima kuwa na marafiki wa kiume. Mnaweza mkawa mnajuana, lakini sio urafiki. Kwa wakati wengine kujiwekea mipaka ni kujiwekea ulinzi wa wewe kutofanya upuuzi. Nikinywa pombe zinashukaga chini, acha. Nikitoka out nikifanya hivi lazima nirudi na demo, acha. Jitengene. Hiyo ni kwa faida yako my friends. Kwa hiyo leo nimeleta tu hilo somo bwana. Tendo la usaliti tulichukulia ni tendo hatari na ni tendo litakaoenda kuharibu maisha yetu kiujumla. Na mtu msaliti hafai kuwa na sisi katika maisha. Na mtu msaliti hafai kuwa na wewe katika maisha. Na usijidanganye eti kwamba ukimsaliti mtu unamsamehe na anaisha. Hayaishi. Nataka leo niwekeni wazi. Maana mnaweza mkao mnaniangalia hapo ama unaniangalia umemsaliti mwanaume wako ama umemsaliti mke wako unadhani kakusamehe kwa sababu tu mnaongea na mmerudiana. My friends, usaliti uishi. Amekusamehe lakini hakuamini na umefungua mlango wa yeye pia kulipiza usaliti. Ipo siku atakusaliti kwa sababu tayari ameshapoteza ile thamani ya kufikiri kwamba na wewe akutunzie heshima tena. Itapomkuta changamoto ya kutakwa atajiuliza mbona yule alinifanyia, na yeye atakufanyia. Kwa hiyo usifikiri amekusamehe, nikakusamehe tu kwa sababu anahisi hawezi kuendelea mbele. Lakini hawezi kukuamini tena na hatakusaliti. Yaani na yeye atakusaliti. Ipo siku na yeye atakusaliti. Lakini na wewe unajipa madhara kwa kuwa na tabia ya usaliti. Kwa sababu hutoiacha, itakuwa ni kama laana. Unajua watu usaliti ushawaingia kwenye damu. Yaani kusaliti ni kitu cha kawaida sana kwao. Yaani anaweza akasaliti na akapokea simu ya mke wake baadaye. Halo. Nipo kwa rafiki yangu hapa naangalia mpira. Ukamkumbatia mwanamke mwingine. Anaangalia mpira kweli? Yaani watu wanasaliti hadi wana relax yani. Yaani unajua kuna ile kusaliti ikipigwa simu ya mtu wako unatikisika, jamani itakuwaje? Lakini siku hizo watu wanasaliti afu wana relax. Wanakuongopea hivi kavu. Vipi? Nipo unaangalia mpira. Yaani anaongopewa mwanamke mwingine, alafu kuna mwanamke mwingine yuko hapa anasikia mwenzake anavyoongopewa na afu kukumbatiwa. Na linakaa nalo. Anajua naye ndo mjanja tikamwibia mwenzake. Kumbe naye ndo chizi mwingine hapa. Yaani bora huyu ajui kama yupo na wewe. Lakini wewe unajua anadanganywa mtu kwamba mpo wawili. Na wewe unajishaua. Kweli? Mwanaume umekaa na mwanamke anamdanganya mume wake, "Hamna nipo kwa shangazi kweli hivi nitawahi." Wewe umekaa unaangania tu unamchezea hapo unajua naye ndo kidume mwenyewe. Anadanganywa mwanaume mwenzako, eti wewe unajua una akili kuiba. Ujione na wewe chizi mwingine. Imefika hiyo level. Yaani mtu yupo juu ya kifua, anafanya lile tendo huku anapokea simu anamdanganya mwanaume yupo sehemu nyingine. Na wewe mwanaume unajiona mudi kabisa kuendelea na malaya huyu na wewe unayo. Mwanaume anamdanganya mkewe na wewe mudi ya kuendelea na mwanaume huyo kwenye tendo la ndoa naye mudi hiyo unayo. Ufikiri maradhi, ufikiri laana, ufikiri misukosuko, ufikiri mikosi. Leo badilika my friends. Anza kufikiria upya. Mimi nakushukuru sana bwana kunisikiliza. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video hii inayofuata. Niandikie katika comment kitu gani unakumbuka ama kitu gani umekikumbuka kupitia hii video. Niandikie, share na mimi changamoto zako, niambie kilitokea nini, niambie kitu gani kifanyike, niambie nini kifanyike watu warudi kuwa katika utimamu wao wa kuelewa usaliti sio kitu kizuri. Tukutane katika video inayofuata. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin. Bye bye.